ولا ينقص من ملكه جحد الجاحدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، ndugu zangu Waislamu, wenyeji wa mji huu wa Kifaru na wenyeji katika markazi hii iliyomo ndani ya Masjidul Huda, harasahu Allah wa ra'ahu wa hafidhahu min kulli makruhin wa shar. Kadhalika ndugu wageni mliotokea maeneo mbalimbali, maeneo ya karibu na hapa Kifaru na yale ya mbali, nyote kwa ujumla, napenda kuchukua fursa hii fi hadhihi al-laila, katika usiku huu Lailatul Ithnain, na huu ni usiku wa Jumatatu. Athani ni usiku wa tarehe 2 huu min shahri llahi Jumada al-ula, katika mwezi wa Allah wa Jumada al-ula mwaka 1446 Hijiria, ambapo leo ni sawasawa na tarehe 3 ya mwezi wa Novemba mwaka 2024 miladia. Jama'ana Allah subhanahu wa ta'ala wa iyyakum fi hadha alwaqt. Allah subhanahu wa ta'ala amenikusanya mimi na nyinyi katika wakati huu wa fi hadha almakan almubarak insha Allah, na katika mahala hapa palipobarikiwa, fi baitin min buyuti Allah subhanahu wa ta'ala, katika nyumba hii miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, almasjid. Malengo yetu, tumekaa hapa sisi tukifanya ibada ya kukumbushana katika mambo ya dini yetu, tukakumbushana yale ambayo tuyajua lakini tumeyasahau, tukafundishana yale tusiyoyajua katika mambo ya dini, bali tukahamasishana na kupeana motisha wa kuthibiti na kusimama imara katika dini. Almuhim, kikao hiki kinazungumzia al-ilmu wal-amalu bih. Tumekaa hapa tukijifunza ilmu na kuhamasishana kuifanyia kazi ilmu, na hili ni jambo la kheri mno ambalo linawakusanya watu. Allah subhanahu wa ta'ala katujalia na sisi tumekusanyika kwa ajili ya jambo hili, kama walivyosema wenzangu waliotangulia kuzungumza. Kwa kuwa hili ni jambo la dini, tuzipitie nia zetu kwenye kuzitakasa na kuzihakiki kwamba madhumuni na dhamira ya sisi kuwepo hapa ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuutafuta uso wake jalla jalaluhu, na tusiwe na malengo mengine. Lakini pia pamoja na ikhlas, tufungue nyoyo zetu zisiwe na vifundo wala mashaka, vifua vyetu viwe vyeupe kwenye kuikubali haki,
ukisikiza maneno ya haki yaliyojengwa juu ya misingi ya dalili, Muislamu huna budi kuyakubali, hata kama unapata uzito. Ni mambo ambayo yanakugusa, labda ni vitu umevizoea, kuachana navyo pana uzito. Ondosha uzito huo, muombe Allah akupe tawfik, maadamu ni haq alladhi jaa min kitabillah wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tamassak bih. Maadamu ni haq iliyokuja kupitia kitabu cha Allah al-Qur'an na as-sunna as-sahiha za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ishike haki hiyo, wala usiachilie hududhu nafsi, yale matashi na matakwa ya nafsi yako na fikra zako ya kutawale wewe, kiasi ambacho jambo la haki lipate ugumu kupenya. Usikubali hali hiyo, jitahidi kuiondosha na muombe Allah akupe tawfik. Ukiwa hivyo utabarikiwa. Na alhamdulillah, sisi tumejikusanya katika msikiti, wala hatumo kwenye kumbi hapa, katika kumbi za starehe au sisi hatumo katika mabustani ya anasa, labda tumekaa kwa ajili ya pumbao na kujiliwaza, au kama wanavyosema vijana, viwanja vya kulabata. Sisi hatuko huko, sisi tumekaa kwenye nyumba ya Allah. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala fi sahihi anahitaja hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadithun mashhurun, qala alayhi salatu wassalam: majtama'a qaumun fi baytin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa haffatuhum al-malaikatu wa dhakarahum Allah fi man 'indahu wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Al-hadith. Kwa hivyo tumejikusanya katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wanaokaa katika misikiti kama hivi kwa lengo la dini wana makarama makubwa, ni watu waliobarikiwa na wana kheri nyingi kwenye vikao hivyo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia, hawajajikusanya watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, walmuradu biha almasajidu, nyumba za Allah ni misikiti. Yatluna kitab Allah, ikawa watu hawa wanakisoma kitabu cha Allah. Yatluna alquran wa uluma alquran, ikawa wanakisoma Qurani na ilmu mbalimbali ambazo zinafungamana na Qurani, katika kuifafanua na kuzitaja hukumu zake na habari zake. Ikawa watu hawa wanaisoma Qur'an, wayatadarasunahu fima bainahum, na ikawa wanadurushishana, wanasomeshana wao kwa wao, mwenye kujua akamsomesha asiyejua, na asiyejua akakaa kusoma kwa mwenye kujua. Ikawa misikiti ni sehemu ya madarasa. Hawajajikusanya watu katika msikiti kwa malengo kama haya, illa nazalat alayhimus sakina, isipokuwa utawashukia wao utulivu, wa ghashiyatuhumur rahma, na itawagubika wao rahma. Rahma itawavaa, watakuwa ni watu waliorehemewa. Wa haffatuhumul malaika, na watawazunguka wao malaika, itakuwa ni vikao vilivyozingirwa na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wadhakarahumullahu fi man 'inda, na Allah atawataja watu hao kwa wale ambao walio kwake, ay 'inda almalaika alkiram. Watu kama hao wanatajwa katika swafu ya malaika kwamba waja wangu wale wamekaa katika msikiti kwa malengo haya. Kwa hivyo ndugu zangu, tupo kwenye kheri kubwa. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala
an yarzuqana al-ikhlas fi mithli hadhihi al-khairat wa yuthabbitana alayhi. Allah turuzuku sisi ukweli katika nafsi zetu kwenye vikao kama hivi, na tuthibitishe juu yake, na viwe ni vikao ambavyo tunatamani kila wakati tusivikose, kama vile watu waovu walivyokuwa na shauku ya kutokukosa vikao vyao vya uovu. Mtu wa mpira akikosa dabi anakosa raha, imenipita ile. Walevi wasipokwenda baa hana raha, ikiwa hana hela au yuko bize, kazi imembana, hana muda wa kwenda baa, anakosa raha. Wanasiasa wanataka kusema tu kwenye majukwaa ya kisiasa, asipopewa nafasi atalalamika, wamenibania pale, hawanipendi. Penda kulikeli kwenye vikao vya kisiasa kupiga domo. Watu wa batili wanapenda vikao vyao vya batili, na wanavienzi, wanavisifia, wanavipromoti. Matangazo yatapita kwenye maredio, kwenye maruninga, wikendi hii sehemu fulani tutakuwa. Wanashauku na mambo ya shari. Sisi waislamu ahlus sunna wal jamaa, shauku yetu na hamu yetu ni kwenye mambo ya kheri. Kwa hivyo haya ni maneno ya kuthibitishana katika mambo haya ya kheri. Tuna muhadhara hapa baada ya utangulizi huu wa kuthibitishana katika jambo hili. Tuna muhadhara au kalima ambayo tumeshirikishwa na sisi tuitoe katika nadwa yetu hii ya leo hapa katika Masjidul Huda. Alhamdulillah, wametangulia wenzangu kabla yangu, ndugu yetu, kijana wetu Ustadhi Ali Abbas ametuzungumzisha hapa maneno mazuri yenye faida nyingi na yaliyojengwa juu ya misingi ya dalili. Nadhani tumepata faida kubwa hapo. Tuyashike yale yaliyosemwa, yana msingi mkubwa. Kisha akaja baada yake shekhe wake na shekhe wetu pia, ndugu yetu mbora kabisa, imamu wetu Abu Naima Fadhil bin Rashid Mchinji hafidhahu Allah ta'ala, naye akazungumza maneno mazuri vile vile. Huwezi kujua baina yale ya mwanzo na ya pili yapi mazuri zaidi. Ni mambo ya dini kazungumza, tuyashike na yale yatatufaa, na ndio malengo ya kukusanywa hapa. Sasa na mimi natoa mchango wangu kwenye muda huu, ni zamu yangu sasa. Kitu ambacho nitakigusia leo tutakiita kwa unwani yake ni salamatul bashar min ash-sharri wan nadamati fi mujanabati mukhalafati sayyidil bashar. Salamatul bashar min ash-sharri wan nadamati fi mujanabati mukhalafati sayyidil bashar. Kusalimika na shari, kusalimika wanadamu, salamatul bashar, kusalimika wanadamu min ash-sharri wan nadama, kutokana na shari na majuto, fi mujanabati mukhalafati sayyidil bashar. Kusalimika huko kupo au kunapatikana kwa kujiepusha na kumkhalifu mbora wa viumbe alayhi salatu wassalam, ambaye ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mzunguko wa maneno yangu utazungukia katika mada hii kwa kadri nitakavyojaliwa kuzungumza. Salamatul bashar, usalama wa viumbe, minasharri wan nadama, kutokamana na shari na majuto, fi mujanabati mukhalafati sayyidil bashar alayhi salatu wassalam,
kunapatikana huko kusalimika katika kujiepusha na kumkhalifu mbora wa viumbe, na hasa huyu mwanadamu ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, tutaanza muhadhara huu kwa kuzisoma aya zilizomo ndani ya suratul Furqan kuanzia aya 27 mpaka aya 29. aya hizi tatahaddathu ani dhalim baada mubasharati dhulmihi. Aya hizi ukisoma zinamzungumzia dhalimu, mtu aliyedhulumu nafsi yake na akadhulumu katika imani yake baada ya kuifanya dhulma yake. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hizi anamzungumzia huyu dhalim. Siku ya kiyama atakuja kujuta na kulalama, na atapatwa na masikitiko makubwa kwa sababu ya dhulma aliyoifanya. Lakini cha hatari zaidi, wako watu walimdanganya, wakamtia ushawishi, wakambabaisha, akaendelea kufanya dhulma akizani kwamba watu wale wanaweza kumfaa. Siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika mahakama ya uadilifu, wale waliomdanganya ikawa hawaoni wakimtetea, ameachwa mwenyewe apambane na hali yake. Sasa hali aliyokuwa nayo ni mbaya, lianahu dhalim, kwa sababu ni dhalimu, ikawa hana zaidi ya kujuta na kusikitika. Tutaanza na aya hizi ili tujifunze kitu hapa katika hii mada yetu ambayo tunaendelea nayo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim, yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, siku ambayo atakiuma dhalimu kidole chake. Al-yad katika aya ni anmula, ni kidole. Yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, siku ambayo wa huwa yawmul qiyama, nayo ni siku ya kiyama, atakapokiuma dhalimu kidole chake, ishara ya kujuta na kusikitika. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, anasema laiti yangu mimi ningelifuata pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam njia ya haki. Ya wailata, ole wangu mimi, maangamivu yamenikuta. Laitani lam attakhidh fulanan khalila, laiti mimi nisingelimfanya fulani kuwa ni rafiki kipenzi. Nilimuona ni mtu nikamsikiliza na kumtii, rafiki yangu hawezi kunidanganya, kumbe mrongo bwana, kanidanganya kweli kweli. Ya wailata, dhalimu huyo,
ole wangu, maangamivu ni yangu, laitani lam attakhidh fulanan khalila, laiti yangu mimi nisingelimfanya mtu fulani kuwa ni rafiki. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, kwa hakika amenipoteza mimi huyo rafiki huyo. Laqad adallani, kwa hakika amenipoteza mimi, ani dhikri, kutokana na utajo, ba'da idh ja'ani, baada ya kunijilia mimi utajo huo. Haki ilinijia, nikaisikia Qur'an, nikazisikia sunna, lakini sikufuata dhikri kwa sababu ya ushawishi mbaya wa rafiki. Wa kana ash-shaytanu lilinsani khadhula, na amekuwa shaitani, utaratibu wake na desturi yake ndivyo alivyo shaitani kwa mwanadamu, ni mwenye kumterekeza, anamtosa. Shaitani ndio tabia yake, akishakushawishi katika ubaya akakuhamasisha na wewe ukahamasika ukaelekea kwenye njia ya shar, yeye anakimbia. Aya hizi barakallahu fikum, al-Imam al-Wahidi rahimahullahu ta'ala, Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad an-Naysaburi al-Shafi'i rahimahullah, mwanachuoni mkongwe, mwanachuoni wa karne ya 4, kafariki mwaka 468 rahimahullah. Ana kitabu chake kinaitwa Asbabun Nuzul lilwahidi, kinazungumzia sababu mbalimbali zilizothibiti za kuteremka ayati za Qur'an, kwenye zile ayati ambazo zina asbab an-nuzul zilizoainishwa. Huyo al-Imam al-Wahidi rahimahullah katika kitabu chake Asbabun Nuzul anamnukuu al-Imam ash-Sha'bi at-Tabi'i al-Jalil Abu Amr Amir ibn Sharahil ash-Sha'bi al-Hamdani rahimahullah ta'ala, min a'immati at-tabi'in, katika maimamu wa tabi'in, wa min kibari al-mufassirin, ni katika mabingwa maulama bingwa kabisa wa kutafsiri Qur'an. Kafariki mwaka 103, tabi'iyun jalil. Al-Imam al-Wahidi anamnukuu ash-Sha'bi akizungumzia aya hii au aya hizi tatu katika suratul Furqan, kwamba aya hizi miongoni mwa sababu nuzuli za kuteremka aya hizi zilishuka kwa mabwana wawili katika mabwana wakubwa wa Kikuraish, washirikina wawili wa Kikuraish. Wa kwanza ni Uqbatu ibn Abi Mu'ayt, adui Muhammad, akiitwa Uqba ibn Abi Mu'ayt, alikuwa adui mkubwa wa Mtume alayhi salatu wassalam, na rafiki yake sahibuhu wa khaliluhu, rafiki yake kipenzi Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi al-Qurashi. Aya hizi zilishuka kwa tukio la mabwana hao wawili. Huyu Uqbatu ibn Abi Mu'ayt alikuwa akimfanyia sana uadui Mtume alayhi salam Makkah fi awali da'wa, mwanzo wa da'wa. Wa ma'a dhalik, alikuwa mara nyingine akikaa kuzungumza na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kusikiliza maneno yake, kama wanavyoeleza ulama usiyar wa tarikh. Na Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akimvumilia sana bwana huyu pamoja na maudhi alikuwa akimfanyia. Uqba ibn Abi Mu'ayt ni miongoni mwa wale ambao waliokuwa wakimtupia uchafu Mtume alayhi salatu wasalam nyumbani kwake na katika njia anazopita. Ilikuwa akimkuta ngamia amezaa, ule uchafu wa uzazi anauchukua na kwenda kutupa katika
mahala anapokaa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ili yamkere. Lakini maadhalik ilikuwa wakati mwingine akikaa na kumsikiliza mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu mtume alayhi salam alikabiliana na vile vitimbi vyake na udhia wake kwa sabr, kwa uvumilivu wa hali ya juu. Ukba anamkera mtume alayhi salam na mtume hamkeri, akimkuta atamsalimia, atamlingania, utadhani hajamfanyia kitu. Kifua kipana cha mtume alayhi salatu wasalam katika mambo ya da'wa. Sasa huyu Ukba rafiki yake ni Umayya ibn Khalaf al-Jumahi, adui mkubwa sana wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye alikuwa akiudhihirisha uadui wake mbele ya uso wa mtume alayhi salatu wasalam bila kujali. Na huyu ndio aliyekuwa akimmiliki kama mtumwa Bilal ibn Rabah, alikuwa ni mtumwa wa Umayya. Na alipopata habari za kuslimu Bilal ibn Rabah alipopata habari za kuslimu kwake, maana alislimu kwa siri Bilal, huyu bwana alighadhibika sana, na ndiyo yeye alianzisha kampeni ya kumuadhibu Bilal radhiyallahu ta'ala anhu kwa kumfunga na kumzungusha katika mji, akiwatumia vijana wadogo kumtesa Bilal ili auache Uislamu, mpaka alipokuja kununuliwa na Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kutoka kwenye mkono wake na kuachwa huru. Huyu muovu mkubwa Umayya ibn Khalaf al-Jumahi. Na hata wanasema baadhi ya ayati kwenye Qur'ani zimeshuka kwa ajili yake na uadui wake. Wailun likulli humazatin lumaza, ole wake kila mwenye kutusi, mwenye kuramba kisogo. Alladhi jamaa malan wa addada, ambaye amezikusanya mali na akaidhibiti hesabu yake. Yahsabu anna malahu akhlada, anatumai kwamba hakika mali yake itambakisha milele. Huyu ni Umayya ibn Khalaf kwa uadui aliokuwa nao. Sasa huyu ndio rafiki yake Ukba. Waangalie marafiki hawa walivyokuwa waovu, washirikina, maadui Lakini siku moja Ukba aliandaa karamu, akawaalika watu wa Makka. Katika aliowaalika kama inavyoelezwa na alimamu Sha'bi, alimualika mtume alayhi salatu wasalam ahudhurie kwenye karamu yake. Mtume alayhi salamu akampa sharti kwamba siwezi kuja kwenye karamu yako mpaka usilimu, useme ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ndio nitakuja, la sivyo siji mimi. Na huyu ni mtu anajiona ni mtu mkubwa katika mji. Sasa kukataliwa kuja kwenye karamu yake na Muhammad ni fedheha. Fakhri yake mtume aende ashiriki kwenye karamu yake. Baadhi ya riwaya zinasema mtume alikwenda, alifika, lakini hakula ila kwa sharti, chakula hichi sitokula mpaka uslimwe, useme ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Usipotamka naondoka zangu, sili mimi. Na hili ni aibu. Mgeni wako wamekuja, umeandaa chakula na wewe ni mtu unaheshimika, alafu akaondoka bila kula. Ukampata binadamu Ukba akamtamkia mtume alayhi salatu wasalam, ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Mtume akala. Zile riwaya zingine zinasema akaenda akala. Baada ya hapo rafiki yake alikuwa hayupo katika mji, alitoka nje ya mji. Nani huyo? Umayya ibn Khalaf. Alipokuja akapewa habari, una habari gani za jamaa yako? Yule bwana ameshakuwa mwenda wazimu, faqad saba, amepatwa na mwenda wazimu, amefuata dini ya Muhammad, kaslimu. Umayya akaghadhibika
na akamtafuta rafiki yake, akamwambia maneno haya yafuatayo. Alimamu Shaabi ameyanukuu na yachukua haya tu kwa sababu ni marefu. Faqala Umayya li khalilihi, Umayya akasema akimwambia rafiki yake Uqba, wajhi min wajhika haramun, kutoka leo uso wangu mimi na uso wako ni haramu kukutana. In taba'ta Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikiwa utaendelea kumfuata Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mimi na wewe mbali mbali, kila mtu achukue 50 zake. Maneno yale yakawa ni mazito kwake kwa ule urafiki, hakuweza kustahamili kukatwa na sahiba wake Umayya, fakafar. Uqba akakufuru, wartadda anil islam, na akaritadi kuacha Uislamu, liirdai khalilihi wa sahibihi, kwa ajili ya kumridhisha rafiki yake na kipenzi chake. Akaritadi Uqbatu ibn Abi Mu'ayth kwa sababu ya tahdidat ambazo amezipata kwa rafiki yake Umayya ibn Khalaf. Anasema al-Imam Ash-Sha'bi, faanzala Allahu ta'ala ala ithri dhalik hadhihi al-ayat, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha sasa kufuatia tukio hilo aya hizi, yauma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi, siku ya kiyama ambayo atauma dhalimu kidole chake kwa majuto. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, atasema laiti mimi ningelifuata pamoja na mtume njia. Ya wailata, ole wangu mimi. Laitani lam attakhidh fulanan khalila, ole wangu mimi, laiti mimi nisingelimfanya fulani kuwa ni rafiki, kama vile Uqba ibn Abi Mu'ayth alivyohadaiwa na rafiki yake nani? Umayya ibn Khalaf. Watakuja kujuta hawa. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, maangamivu ni yangu mimi, laiti mimi nisingelimfanya fulani kuwa ni rafiki. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, kwa hakika amenipotosha mimi na kuacha utajo, kuacha haki, kuacha dalili baada ya kunijia. Wa kana shaitanu lilinsani khadhula, na amekuwa shaitan kwa mwanadamu ni mwenye kumterekeza. Al-Imam Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fi tafsirih tafsir al-Quran al-Azim, naye alipotafsiri aya hii anasema yukhbiru Allah ta'ala an nadami adh-dhalimi alladhi faraqa tariqa ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wama jaa bih min indillahi min al-haqq al-mubin alladhi la miryata fihi wa salaka tariqan akhara ghayra tariqi ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. fa idha kana yawm al-qiyamah nadima حيث لا ينفعه الندم وعض على يديه حسرة وأسفا، وسواء كان نزولها في عقبة ابن أبي معيط أو غيره من الأشقياء فإنها عامة في كل ظالم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الإمام المفسر ابن كثير na yeye ametia neno lake kwenye aya hizi, anasema kwenye tafsiri yake, yukhbiru Allah ta'ala, anatoa habari Allah ta'ala an nadami dhalim, kuhusiana na majuto ya dhalimu, mtu muovu, alladhi ambaye faraka tariqa ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye amekwenda kinyume, ameikhalifu njia ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wama jaa bihi min indillahi min alhaq almubin, na akayakhalifu yale ambayo amekuja nayo mtume alayhi salatu wasalam kutokea kwa Allah katika haki iliyo wazi, alladhi la miryata fihi,
haki ambayo haina shaka ndani yake, bali mtu huyu wasalaka tariqan akhar, na akapita mtu huyu njia nyingine, akaacha njia ya Mtume alayhi salam, akatafuta vichochoro vingine vya kando, ghaira tariqi rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bimaana akapita kwenye njia nyingine isiyokuwa njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala, Ibn Kathir anasema akiongeza, fa idha kana yaumul qiyama, na pindi itakapofika siku ya kiyama, mtu huyu ambaye alimuacha Mtume alayhi salatu wasalam, hakufuata njia yake, akafuata njia zingine ambazo si za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itakapofika siku ya kiyama, nadim haithu la yanfa'uhu an-nadamu, atajuta mtu huyu katika mahala ambapo hayatomfaa kitu majuto. Wa'adha ala yadayhi, na ataviuma vidole vyake, hasratan wa asafa, hali ya kuwa ni mwenye kusikitika na ni mwenye kujuta. Ataviuma vidole vyake akiwa ni mwenye kusikitika na ni mwenye majuto. Anasema Ibn Kathir, wa sawaun, na ni mamoja, ni sawa sawa, kana nuzuluha, umekuwa uteremkaji wa hizo aya, fi Uqba, ni kwa huyu Uqba ibn Abi Mu'ayth, au ghairihi, au mwingine, min al-ashqiya, katika waovu. Bimaana Ibn Kathir anasema tujalie aya hizi zimeshuka kwa Uqba ibn Abi Mu'ayth alivyoritad kwa sababu ya rafiki yake, au pia zimeshuka kwa mwingine asiyekuwa Uqba katika waovu. Anasema rahimahullahu ta'ala, fa innaha ammatun fi kulli dhalimin, kwa hakika aya hizo zinamuenea kila aliyedhalim, aliyekhalif njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah alladhi la yazidu fi mulkihi hamdun hamidin